Habari za wakati huu mtazamaji wetu mpendwa. Karibu sana kwenye Juice Media, sauti ya mabadiliko na ubunifu kutoka moyo wa Afrika. Tunakushukuru kwa kuendelea kuwa nasi kila siku kupitia mitandao yetu ya kijamii. Wewe ndiye sababu ya sisi kuendelea kusimama imara. Asante kwa uaminifu wako, endelea kutuunga mkono kwa kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi zinapotoka. Na sasa twende moja kwa moja kwenye muktasari wa habari za leo tarehe 14 Februari 2026. Rwanda. Mvutano kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wazidi kuchukua sura mpya kisiasa na kijeshi. DRC. Mvutano wa kidiplomasia umeibuka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ubelgiji kuhusu ufikiaji wa ramani za madini na kumbukumbu za kijiolojia za enzi za ukoloni zinazohifadhiwa katika Africa Museum. Kuna hayo na mingineyo, endelea kuungana nasi ili kupata kila kinachojiri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. Rwanda. Katika hotuba yenye hisia kali, Rais Paul Kagame alijibu shutuma zinazoendelea kutolewa kwa mataifa ya Magharibi na baadhi ya vyombo vya habari vya kimataifa vinavyodai kuwa Rwanda inaendesha shughuli za siri za kiuchumi na kijeshi katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, hasa katika maeneo tajiri kwa madini kama vile Kivu Kaskazini na Kivu ya Kusini. Kagame alikanusha vikali madai hayo akisema, wanasema tupo Kongo kwa ajili ya kutafuta madini. Wanasema matatizo yetu na Kongo yanatokana na hilo. Wanasema nchi yetu ni ndogo na kwamba tunataka kuipanua kupitia Kongo. Lakini wanakwepa ukweli halisi ambao wao wanaujua na ambao wanahusika nao kuhusu wanamgambo wa Interahamwe walioko Kongo. Kwa mujibu wa Kagame, kundi la Interahamwe lililohusika katika mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi mwaka 1994 lilihamishwa na kupewa makazi ndani ya Kongo, na baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Rwanda, baadhi yao anadai walipewa silaha na wengine wakaunganishwa ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, na wengine wanafanya kazi bega kwa bega na jeshi hilo katika operesheni za kijeshi mashariki mwa nchi hiyo. Kagame alihoji mantiki ya dunia kumtaka akae kimya, huku watu anaowaita wauaji wa zamani wakiendelea kujimarisha katika mpaka wa nchi yake. Dunia inatarajia tufanye nini? Tukae tu tusikilize wanachosema kisha tufanye kila wanachotaka hata kama kinatupeleka kwenye uharibifu wa nchi yetu wenyewe? Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa, hasa ikizingatiwa kwamba Kigali mara kwa mara imekuwa ikishutumiwa na Umoja wa Mataifa UN, Umoja wa Ulaya AU na mashirika ya haki za kibinadamu kama Human Rights Watch kwa kuunga mkono kijeshi waasi wa M23 wanaopigana na serikali ya Kongo. Hata hivyo, Rwanda imekuwa ikisisitiza kuwa haina uhusiano wa moja kwa moja na M23 bali inajihami dhidi ya vitisho vya usalama vinavyotoka ndani ya Kongo. Uchambuzi wa kisiasa na kiuchumi. Wachambuzi wa masuala ya eneo la Maziwa Makuu wanasema kwamba hoja ya Kagame inagusa ukweli wa kihistoria ambao mara nyingi upuuzwa katika mijadala ya kimataifa. Baada ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994, zaidi ya wapiganaji 30,000 wa Interahamwe na wanajeshi wa zamani wa Rwanda ex-FAR walivuka mpaka na kujificha mashariki mwa Kongo wakiwa na silaha nzito na msaada wa baadhi ya maafisa wa zamani wa jeshi la Kinshasa. Tangu wakati huo, makundi hayo yamekuwa yakijihusisha na vitendo vya uhalifu, uporaji wa madini na mashambulizi dhidi ya raia katika maeneo ya mpaka, jambo ambalo Rwanda inadai linahatarisha usalama wake wa kitaifa. Kwa upande mwingine, Kinshasa inatuhumu Kigali kwa kutumia kisingizio cha kupambana na Interahamwe kama njia ya kuingilia mambo ya ndani ya Kongo na kufaidika na utajiri wa madini ya nchi hiyo, hususan cobalt, coltan na dhahabu. Hitimisho. Kauli ya Rais Kagame imeonyesha wazi kwamba mvutano wa Rwanda na Kongo ni zaidi ya swala la kiuchumi. Ni mchanganyiko wa historia, usalama, siasa za kikanda na maslahi ya kimataifa. Wakati dunia ikiendelea kuitaka
Kigali kujiepusha na masuala ya ndani ya Kongo, Kagame anaendelea kuonyesha msimamo mkali kwamba Rwanda haitaacha kuchukua hatua iwapo usalama wake utaendelea kutishiwa na makundi yenye asili ya Interahamwe. Ndugu mtazamaji, hiyo ilikuwa ni taarifa kutoka nchini Rwanda, na sasa moja kwa moja tujielekeze nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa gazeti la Financial Times, kuna mgogoro wa kimkakati unaoendelea kati ya Ubelgiji, DRC na kampuni ya Cobalt Metals kuhusu upatikanaji wa taarifa za kijiolojia za kikoloni zinazohifadhiwa katika jumba la makumbusho la Africa Museum huko Tervuren, Ubelgiji. Kwa nini DRC inataka nyaraka hizo? Serikali ya Kinshasa inataka kushirikiana na Cobalt Metals, kampuni ya Marekani inayotumia akili bandia AI kuchunguza madini muhimu kama cobalt, lithium na shaba, ili kujiditalisha taarifa za kihistoria za kijiolojia ambazo zinaweza kusaidia kutambua kwa haraka maeneo yenye rasilimali za kimkakati nchini. Kukamilika kwa mradi huo kungekuwa faida kubwa kwa sekta ya madini ya Kongo, kwa kuwa taarifa hizo za kidijitali zingeharakisha uchimbaji na uwekezaji. Kwa nini Ubelgiji inakataa? Serikali ya Ubelgiji imesisitiza kwamba haiwezi kuruhusu kampuni binafsi ya kigeni kama Cobalt Metals kupata moja kwa moja nyaraka hizo bila mkataba wa kiserikali. Brussels inasema mradi rasmi wa kidijitali tayari unaendelea chini ya ufadhili wa Umoja wa Ulaya, na kwamba DRC itapokea nakala zote taratibu hadi itakapokuwa na udhibiti kamili wa taarifa hizo. Ila si kwa matokeo ya mvutano huu, DRC inataka kwenda haraka kupitia ushirikiano wa binafsi na Marekani. Ubelgiji inasisitiza utaratibu wa kiserikali wa ndani ya Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya umechukua jukumu la kufadhili mchakato mzima wa kidijitali. Kinshasa italazimika kusubiri hadi taratibu rasmi zikamilike kabla ya kupata nyaraka zote. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, na hivi ndivyo tunahitimisha habari zetu kutoka hapa Juice Media. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata, na pia usikose kusubscribe, kulike na kukomenti ili uwe kwanza kupata taarifa zetu mpya mara zinapotoka.